Na marahaba mpenzi mtazamaji, masalheri popote ulipo. Wasemao husema penzi ni kikohozi halifichiki. Ninajitangaza hata kabla halijataja jina lake. Wengine husema mapenzi ni safari si kituo. Hivi basi ukipanda bila tiketi ya uaminifu utashushwa katikati ya njia. Na wapo wasemao moyo ni kama redio, ukipata frequency sahihi unapata sauti safi bila kelele. Hivi basi karibu mpenzi mtazamaji, tukujuze mengi tuliyokuandalia siku ya leo, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2026. Jina langu ni Mutembe Ivanma, nami nafahamika kama Beatrice Njoka, lakini kwanza kabisa vidokezo. Mvua kubwa inaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini na kusababisha mafuriko. Rais William Ruto awahimiza viongozi wa kisiasa nchini kudumisha umoja. Na kwenye spoti, timu ya taifa Harambee Stars inaendelea na maandalizi yake kwa mashindano yajayo. Na tukianza kabisa ni kuwa mvua kubwa inayonyesha katika maeneo mbalimbali nchini Kenya imeendelea kusababisha mafuriko makubwa na madhara kwa wakazi wa maeneo kadhaa. Taarifa zinaonyesha kuwa baadhi ya barabara zimefurika maji, huku nyumba kadhaa zikiharibiwa na maji kuingia ndani, hali iliyowalazimu wakazi kuhama makazi yao na kutafuta maeneo salama. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni pamoja na Nairobi, Kiambu, Murang'a na maeneo kadhaa katika bonde la Ufa, ambapo shughuli za usafiri zimeathirika kutokana na barabara zilizofunikwa na maji. Mashirika ya uokoaji pamoja na maafisa wa serikali wanaendelea na juhudi za kuwasaidia waathiriwa na kuwapa makazi ya muda, chakula na huduma za matibabu. Wananchi wanaoishi karibu na mito na maeneo ya mabondeni wamehimizwa kuwa waangalifu na kuchukua tahadhari zaidi, huku mvua ikiendelea kunyesha katika baadhi ya sehemu za nchi. Kwa taarifa zaidi kuhusu hali ya mafuriko, mwanahabari wetu Jerotich anatuarifu zaidi. Mvua kubwa inaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi imesababisha mafuriko makubwa na kuwaacha wakazi wengi bila makazi pamoja na kuharibu mali yenye thamani kubwa. Katika eneo hili, nyumba kadhaa zimefurikwa na maji, huku baadhi ya familia zikilazimika kuhama makwao kwa hofu ya usalama wao. Wakazi wanasema mafuriko haya yamekuja ghafla na kuharibu mashamba, barabara pamoja na biashara ndogo ndogo. Wakazi wengi sasa wanahitaji msaada wa chakula, malazi na huduma za matibabu baada ya kupoteza mali yao katika mafuriko haya. Kwa sasa shughuli nyingi zimeathirika, huku shule na biashara zikisimama kwa muda kutokana na hali hii ya mafuriko. Nikiripotia runinga ya Minap, jina langu ni Jerotich. Na katika habari za siasa, Rais William Ruto ameendelea kuwahimiza viongozi wa kisiasa nchini kudumisha umoja na kuzingatia masuala ya maendeleo badala ya siasa za migawanyiko. Wakati huo huo, mjadala wa kisiasa umeendelea kushika kasi, huku baadhi ya viongozi wakianza kujipanga mapema kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao. Wachambuzi wa siasa wanasema miezi ijayo itakuwa muhimu katika kubainisha miungano na mikakati ya vyama mbalimbali vya kisiasa. Mwanahabari wetu Fayaz Otieno ako kwenye nyanja za siasa kwa taarifa zaidi. By making sure that we enhance our patriotism, our working together. Rais William Ruto ameendelea kuwahimiza viongozi wa kisiasa nchini kudumisha umoja na kuweka mbele masuala ya maendeleo badala ya siasa za migawanyiko. Akizungumza hivi karibuni, rais alisema mshikamano ya kitaifa ni muhimu ili wananchi waweze kufaidika na maendeleo katika sekta za uchumi, elimu na miundombinu. Peace and stability is key to the prosperity and development of Kenya. Mjadala wa kisiasa umeendelea kushika kasi, huku baadhi ya viongozi wakianza kujipanga mapema kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Wachambuzi wa kisiasa wanasema miezi ijayo itakuwa muhimu kubaini miundo vya vyama na mikakati itakayopangwa hatua katika kampeni za kisiasa. Nikiripotia runinga ya Minap, mimi ni Fayaz Otieno. I have made the decision that
no one must be out for anybody to be in. Do you have a dream of becoming professional journalist? The atmosphere was filled with celebration and pride. At Michuki National Polytechnic, the journalism department prepares you for the modern media industry. Here you will gain skills in radio production, TV reporting, video editing, and digital media. I'm Jin Wambui. And I'm Talenya Kyo. Join the journalism department at Michuki National Polytechnic today and become the voice of the community. Michuki National Polytechnic, where dreams become career. Asanti kwa kuendelea kututazama. Tukiingia katika ulimwengu wa soka, ligi mbalimbali ulayani zinaendelea kushika kasi, huku timu zikijitahidi kujikusanyia pointi muhimu katika mbio za ubingwa. Mashabiki kote duniani wanaendelea kufuatilia kwa karibu matokeo ya timu zao wanazozipenda. Hapa nchini, timu ya taifa Harambee Stars inaendelea na maandalizi yake kwa mashindano yajayo, huku benchi la ufundi likisisitiza nidhamu, mazoezi na mshikamano wa wachezaji ili kuimarisha kiwango cha timu. In the first half against Mali at home, we played very good. So on this, we have to find a way to put more, let's say in 70 minutes, 80 minutes, whatever, and that all players adapt to this. So if we are able to do this in a successful way, then anyway we will get our results. And this has to be our aim, to play a real modern football based on the qualities we have. Na mnawasemao husema mwisho wa jambo si mwanzo wake, bali ni funzo lake. Na hapo ndipo tutafikia tamati za habari zetu za saa 1 jioni. Kwa habari zaidi tembelea tovuti zetu za mitandao ya kijamii, ama kwa ujumbe wowote tuma kwa rafa 2206. Tutakomea hapo kwa sasa. Kuwa na usiku mwema. Kwaheri.